katika taasisi, katika nchi. Rushwa ambayo inatikisa na kugeuza mwenendo mzuri wa kutendeana haki, ya kupatiana haki za watu binafsi na mengineyo. Mfano sasa tunategemea, na ndio sasa ni jukumu letu kutambua viongozi wetu. Viongozi wa taifa ni jukumu letu kuwachagua ili wasisitize na kuonyesha uongozi ambao utatuletea faida na maendeleo katika maisha yetu. Tusipopiga kura, basi utakuwa kiongozi na nataka. Sasa usilalamike kwamba hatimizi, kwa sababu ukushiriki katika kuchagua, ukushiriki yule ambaye alikuwa anafikiri angepita kwa kura yako. Sasa hawezi kupita kwa sababu wewe, lakini unapohitaji kutendea haki katika kusisitiza na kuhimiza serikali na vyama vingine na kuweza kuleta haki ya kupata miundombinu katika maisha, kama umeme, maji, barabara. Unakuwa mtu unatawala ambao wanategemea wewe wachague kufikia malengo na wategemea wewe wachagua umeyakweka. Kwa sasa unalalamikia nani ambaye kuchagua? Ndio unakuwa ni wajibu wa kuweza kuchagua viongozi wetu, kwa watu ambao tunawawekea nia na wawekea malengo ambao pamoja nao tutashirikiana katika kuyatimiza. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kifupi sana, swala la haki. Haki ni nini? Haki ni kitu gani? Na haki ni jambo au kitu ambacho mtu anastahili nacho. Ndio haki yake. Ni haki ya kila mwanadamu kuishi. Kwa hiyo namletea jukumu na wajibu wa kuishi, na ana haki ya kutetea maisha yake. Haijalishi wewe ni mwanamke, mwanaume, mtoto, mtu mkubwa, ana matatizo ya afya ya akili au afya ya mwili, ni kilema au si kilema, maskini, tajiri, lakini wote wanahitaji, wana haki ya kuishi. Kitendo cha hukumu na utawala, kitendo cha hukumu na utawala, wana haki na haki ya kumiliki ardhi. Basi na haki miliki, basi ni haki yangu utawala ile eneo na kufanya kazi, haki ya kufanya kazi. Wanasema hapa tunafanya kazi, wale haki yao kupata kazi, tunasema wale kazi. Ile kazi haziji zenyewe, kama utafute watu binafsi, kwa taasisi ambayo pale wanapata kipato cha kuendeleza maisha yako na maisha ya familia. Tumsifu Yesu Kristo. Haki ya mshahara. Haki ina maana ya kutimiza wajibu kwa pande zote mbili kwa njia inayofuatana na sheria ya maadili ya Mungu, kwa njia ambayo inafuatana na maadili ya Mungu. Kwa mfano, kupenda Mungu na kupenda jirani. Basi una haki ya kusaidia jirani yako. Jirani yako ana wajibu wa kusaidia wewe kama una mahusiano naye na unampenda kama anavyojipenda mwenyewe, na haki ya kupata msaada. Tunapatana hapa sasa. Hapa nataka nipande maua, sehemu ya barabara pande maua kama station 6 na huko station 6. Kwa hiyo kijana utapenda kufanya
sasa taulipa kiasi gani? Sema hapa na pale wote walipata kiasi unachoona kinafaa. Hapana. Tafadhali. Rudia haki